Huu ni uchaguzi wa kuwachagua viongozi ambao watakiongoza chuo cha Karume Science na Technology, ambapo leo tarehe 8 wamefanya uchaguzi wa kuwachagua rais wa kuongoza serikali ya wanafunzi pamoja na makamu katika chuo ya taasisi ya Karume Science na Technology. Hapa tumepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi serikali ya wanafunzi taasisi ya Karume, Abubakar Yusuf. Sema kuwa hali ya uchaguzi inaendelea vizuri, wanafunzi wanaendelea kuchagua viongozi ambao wataletea maendeleo katika chuo chao. Mimi naitwa Abubakar Abdullahi Machano, ni mwanafunzi wa degree Civil Engineering mwaka wa pili, lakini pia ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi katika taasisi hii ya Science na Teknolojia ya Karume. Kwa jumla leo tarehe 8 tunafanya zoezi la upigaji kura kwa kumchagua rais wa chuo pamoja na makamu wa rais ambao watawavusha wanafunzi na watakuwa sauti ya wanafunzi chuoni, ndani ya chuo na nje ya chuo. Zoezi kijumla limeenda vizuri mpaka sasa hivi, linaendelea vizuri. Kutoka mwanzo kwenye kampeni mpaka sasa hivi tulipofikia kwenye kupiga kura, kwamba wanafunzi pamoja na wagombea wote kuna hali ya amani. Wanafunzi ni mzuri, japokuwa vipindi vinaendelea kwa sababu hatujaweza kuvisitisha vipindi vinaendelea, lakini bado mwitikio ni mzuri, na wanafunzi wanapotoka darasani tunategemea saa 6 walimu wote watakuwa wamesitisha kwa ajili ya break, kwa tutapata wanafunzi wote ambao watakuja kukamilisha kupiga kura mpaka saa 7:30. Tunaambia wagombea kwamba tunaomba wagombea kwamba lolote litakalotokezea, yani kama ikitokezea kura hazikutosha kwa mgombea kufikia kuwa rais wa taasisi, basi ariziki na matokeo, kwa sababu hapa hakuna atakayeshindwa. Yani kuna ambaye kura zake zitatosha ambaye atakuwa rais na makamu wa rais, na kuna ambao kura zao ambazo hazitotosha, kwa wao watashirikiana na rais kuivusha hii taasisi, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata mahitaji yao ambao wanatakiwa wapate ndani ya shule pamoja na nje ya taasisi yetu ya Karume. Katiba yetu ya serikali ya wanafunzi, kila kiongozi anakaa kwa muda wa mwaka mmoja, lakini anaruhusika kiongozi kugombea mwaka mwingine wa pili, endapo kama atataka kugombea tena, amepata urais mwaka huu akagombea tena mwaka ujao, inaruhusika. Lakini kimaliza miaka miwili, hapo uruhusiki tena kugombea urais. Tumepata pia fursa ya kuzungumza na mlezi wa wanafunzi Halfani Abdullah, naye amewataka viongozi ambao watakaochaguliwa kuongoza katika chuo hicho kuendelea kufanya yale ambayo amewaahidi wanafunzi wakati wa kampeni zao na kuendelea kudumisha amani katika chuo hicho. Halfani Abdullah Kayuchi ni mlezi wa serikali ya wanafunzi. Tuko hapa leo, wanafunzi wanatekeleza haki yao ya kimsingi ya kikatiba, kwamba kila baada ya mwaka mmoja basi wanafunzi wanakuwa na fursa ya kuchagua viongozi wao, na viongozi hao kuna kipindi cha kampeni, na kampeni zinapotamatika wanaingia kwenye uchaguzi kama siku ya leo. Wito wangu kwa wanafunzi hawa, baada ya mgombea wao waliompigia kura, watakaompigia kura kumchagua kuwa kiongozi wao, washirikiane naye, wampe mashirikiano, na pia kiongozi huyu awe mstari wa mbele katika kutatua changamoto za kitaaluma na zinazohusiana na mazingira yetu kitaaluma, kuweza kuhakikisha wanafunzi hawa wanaishi katika mazingira mazuri ya kitaaluma. Na la msingi na muhimu kwa wanafunzi hawa wa vyuo vikuu, wahakikishe kuwepo swala la amani. Viongozi waliochaguliwa na wale waliowachagua wahakikishe amani ndani ya chuo, amani ya nchi ni vitu vya msingi sana. Kama wasomi lazima tuzingatie swala la amani. PTV haikuishia hapa, imepata fursa ya kuzungumza na wagombea urais pamoja na umakamu katika chuo hicho. Pia imepata fursa ya kuzungumza na wanafunzi waliopiga kura kuwachagua viongozi ambao watakiongoza chuo hicho. Naitwa Mulhat Abdalla Juma kutoka Karume Institute of Science and Technology. Ni mwanafunzi wa idara ya Mechanical and Automotive Engineering, nasomea Aircraft Maintenance Engineering mwaka wa 4. Nagombea nafasi ya makamu wa rais katika Karume Institute of Science and Technology pamoja na mgombea mwenza ambao nagombea nafasi ya urais, Meshak Ezekiel Kitova. Ni matumaini yetu kuwa uchaguzi huu utakuwa ni wa haki na uchaguzi ambao utafuata sheria zote za kiutaratibu za chuo, lakini pia tunatumaini pia tutapata ushindi kutokana na sera na ahadi mbalimbali ambazo tumeziweka kwa wanafunzi, na hakuna shaka kati ya hilo isipokuwa tutaweza kuzitimiza ahadi hizo endapo wanafunzi watatupatia uaminifu na kuweza kutuchagua sisi kama viongozi wao. Sisi kama viongozi ambao tunataka kugombania nafasi hii,
tuna vitu vingi ambavyo tumevi-experience katika Karume Institute of Science and Technology. Pamoja na changamoto hizi ambazo tunaziona kama ni wanafunzi wenzao, tumeamua kujiunga na kuweza kugombania nafasi hii ili kuweza kutatua changamoto zote ambazo zinaikumba Karume Institute of Science and Technology, na hasa kwa wanafunzi. Kwa sababu wanafunzi sisi wenyewe ndio wakujikomboa wenyewe ili kuweza kufikia malengo yetu ya elimu na vitu vingine. Kwa hiyo endapo tutapata nafasi hii, tunaahidi wanafunzi na bado tuna matumaini hayo kwamba tutaweza kukamilisha ahadi zote ambazo tumezitoa. Lakini vile endapo nafasi hii hatukuipata, pia hatutavunjika moyo, isipokuwa tutaweza kukubaliana na hali na kuweza kushirikiana na viongozi ambao watakuwa madarakani kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto za wanafunzi kwa ujumla. Naitwa Meshaki Ezekia Kitova, ni mgombea wa nafasi ya urais wa serikali ya wanafunzi Kisitiso kwa mwaka 2025-26. Mimi kwa leo sina mengi ya kuzungumza sana, lakini kikubwa tu ni kwamba tumeanza rasmi zoezi la uchaguzi na linaendelea vizuri kwa amani na utulivu, na matumaini yetu kulingana na sera na kampeni na sehemu mbalimbali ambazo tumetoka kunadi yale ambayo tunatarajia kuyafanya kwenye upande wa serikali ya wanafunzi, ni sehemu ya wanafunzi kuwashawishi kuwa na kwenda kutuchagua kuongoza serikali ya Kisitiso kwa mwaka 2025-26. Nimalizie tu kwa kusema natarajia uchaguzi utaisha kwa amani na haki, na mimi nitaunga mkono matokeo yote yatakayopatikana. Jina langu ni Christine Christopher Francis, ni mwanafunzi wa Aircraft Maintenance Engineering hapa Karume. Natoka department ya mechanical. I'm honored to be an appointed contestant in this presidential post, na ni nafasi yangu ya pekee sana kugombea urais katika mwaka wa 2025 na 2026. Na matarajio yangu nikipata nafasi hii ni kuweza kuibadilisha Karume ambayo tumeijua kwa miaka mingi, kuweza kubadilika na kwenda katika viwango vingine kwa kubadilisha baadhi ya mambo ndani ya Karume. Kwa majina naitwa Idrisa Harubuadi, ni mwanafunzi katika chuo cha Karume Institute of Science and Technology, ambaye anagombea nafasi ya urais kwa awamu ya mwaka 2025-26. Matarajio yangu kuwa uchaguzi utaenda kwa amani bila vurugu na kumaliza salama, na natarajia kwa kutokana na sera nilizowaambia wanafunzi wenzangu kwamba watanichagua kuwa rais kwa awamu ya mwaka 2025-26. Lakini pia endapo kama wasiponichagua, sitofanya vurugu, nitashirikiana na kiongozi ambaye atachaguliwa kwa ajili ya kuijenga Karume ambayo bora ili kumaliza salama na tupate maendeleo kwa sasa. Mimi ni mwanafunzi kutoka Karume Institute of Science and Technology, ni mwanafunzi kutoka idara ya Digital Design and Development. Pia ni mpiga kura. Hali ya upiga kura imeonyesha ni hali ambayo ni ya amani na utulivu, hakuna fujo wala shida zozote ambazo zimetokezea, bimaana kwamba tuna matarajio na viongozi ambao tumewachagua. Civil and Transportation Engineering. Leo nimefika hapa katika kituo cha kupiga kura na uchaguzi umefanyika vizuri kwa amani na utulivu. Kila mtu amepiga kura kwa siri na kwa haki. Matarajio yaliyopo kwamba kila kiongozi kutokana na hoja zao waliotoa, hoja zao zote ukijisikiliza ni mzuri na zinafikia malengo yetu sie na mahitaji yana hali ya kupeleka maendeleo ya chuo chetu. Kwa hiyo kila mtu na maono yake, lakini kwa kila kiongozi matokeo yatakayotoka nitakubaliana nayo kwa sababu sera zao zote nilizosikiliza ziko vizuri. Mpenzi mtazamaji wa VOP TV, kama unavyojionea, hali ya uchaguzi wa serikali ya wanafunzi inaendelea kwa hali ya usalama na amani. Nikiripoti kutoka hapa taasisi ya Karume Science na Technology, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.